Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, shalom familia. Prophet Tadeo anaomba hapa. Mungu akubariki sana. Nichukue nafasi kabisa nikualike sana katika Zaburi za Ulinzi, na nikuombe uweze kusubscribe channel yetu ambayo tumekuwa tuna maombi ya kila siku asubuhi na maombi ya ulinzi majira ya usiku. Nichukue nafasi kukuomba copy link, share, peleka kwa rafiki yako, peleka kwa jirani yako, peleka kwa ndugu zako, uweze kuwasaidia kwenye maombi ya makubwa sana ambayo tunaendesha majira ya usiku. Inawezekana pia unapita kwenye changamoto na utamani tuweze kusimama pamoja kuomba, basi tumia namba ya WhatsApp kunitumia ujumbe kupitia 0679 645759 na mkono wa Mungu naamini kabisa unaenda kusaidia. Lakini pia unaweza kujoin kwenye group letu la WhatsApp na ukasimama pamoja na maombi na ukamwona Mungu akifanya kazi kubwa sana. Nikuombe sana wewe kuwa partner wetu. Tunayo kazi kubwa sana ya vyombo vya huduma, na baadaye utasikia tangazo. Basi Mungu atakavyokugusa, basi gusa na ufanye kazi ya Mungu hii. Naamini kabisa injili itawafikia watu wengi na maelfu ya watu kwa ajili ya kazi ya Mungu. Pale tarehe 25 mpaka tarehe 30 mwezi wa 10. Mungu akubariki sana. Unapofuatilia Zaburi za Ulinzi majira ya usiku, weka agano ya dhabihu ya sadaka. Mwambie Mungu kupitia sadaka yangu ya ulinzi kuna vitu ambavyo vinaenda kufunguka, na unaamini kabisa kwenye maombi yako unapounganisha na sadaka yako kuna vitu vikubwa huwa vinafunguka sana. Kwa hiyo na wewe ungana pamoja na sisi, join kupitia namba hiyo ya Vodacom ya 0756 938 903. Na wewe panda sadaka yako na utamuona Mungu akifanya jambo kubwa sana kwenye maisha yako. Usiku wa leo Bwana ametupa nafasi kuwa na Zaburi ya ulinzi ya kufutwa machozi. Sijaelewa umelia kwa miaka mingapi na sijaelewa umelia kwa muda gani, lakini naamini jambo moja, tunaye Mungu afutaye machozi. Sijajua unalia kwa ajili ya nini, kwa ajili ya ndoa, kwa ajili ya watoto wako, kwa ajili ya familia yako, kwa ajili ya uzao wako, kwa ajili ya biashara zako. Sijajua ni kilio gani ambacho ulicho nacho. Unaweza kushiriki pamoja na mimi kilio chako, na mkono wa Yesu Kristo utaenda kudhibitika kwa namna ya ajabu sana ya kushangaza. Kuna mwandishi hapa kwenye kitabu kile cha Zaburi sura ya 22, Daudi anaandika maneno mazito. Nitatamani kusoma mistari 5 tu, na kuna kitu pia utajifunza hapa. Zaburi ya 22, Biblia inasema kuanzia mstari wa kwanza. Daudi anasema, Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Nimesikia Daudi anasema, Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Na mimi nazungumza na mtu mmoja ambaye anasema, mbona Mungu umeniacha? Mbona umeniacha? Nalia kwa ajili ya ndoa, Yesu, mbona umeniacha? Nalia kwa ajili ya watoto wangu, Yesu, mbona umeniacha? Nalia kwa ajili ya uchumi wangu, Yesu, mbona umeniacha? Sio wewe, hata Daudi alilia. Mbona u mbali na wokovu wangu na maneno ya kuugua kwangu? Daudi anauliza, mbona uko mbali na wokovu wangu? Mwingine anajiuliza, anasema, mbona nimeokoka sioni matokeo? Mbona nimeokoka sioni Mungu akiniona? Mbona ninapambana, mbona Mungu anioni? Mbona yuko mbali? Sio wewe unayelia, hata Daudi alilia. Mstari wa 2 anasema, Mungu wangu, nalia mchana lakini ujibu, na wakati wa usiku lakini sipati raha. Naongea na mtu pia anayelia majira ya usiku, anayelia majira ya mchana. Daudi alilia majira ya usiku, alilia majira ya mchana, anasema nalia, mbona ujibu? My Jesus, my God. My Jesus, my God. Analia, anasema, Baba, mbona ujibu? Mbona nalia? Mbona usikii? Mbona nalia? Mbona ujibu?
mstari wa 4. Mstari wa 3 anasema, na wewe u mtakatifu uketie juu ya sifa za Israeli, baba zetu walikutumaini wewe, walitumaini na wewe ukawaokoa. Anarudi anasema, baba zetu walikutumaini wewe na wewe ukarudi ukawaokoa. Anakiri, baba zetu walikutumaini wewe na wewe ukarudi ukawaokoa. Mstari wa 5 anasema, walikulilia wewe wakaokoka, walikutumaini wewe wasiaibike. My Jesus Christ. Ninayo habari njema na mimi jioni ya leo. Daudi alipolia akafika mwisho, akakumbuka akasema, baba zetu walikutumaini wewe wakaokolewa. Baba zetu walikutumaini wewe wakaokoka. Baba zetu walikutumaini wewe wakainuliwa. Na mimi nina habari njema ya kwamba kilio chako ambacho umelia muda mrefu, kumbuka Mungu alikokutoa. Kumbuka Mungu aliyewavusha wana wa Israeli. Kumbuka Mungu aliyemjibu Hana, alikuwa na mtoto akafuta kilio chake. Kumbuka Mungu aliyemkumbuka Raheli akampa mtoto. Kumbuka Mungu aliyemuinua Eliya katikati ya dhiki. Kumbuka Mungu aliyemuinua Elisha. Kumbuka Mungu aliyewavusha wana wa Israeli kuwapeleka Kanaani. Ni neema ile ile, ni nguvu ile ile inaenda kukufuta machozi usiku wa leo. Mimi sijajua unalilia nini, lakini nina habari njema usiku wa leo ya kwamba Baba anaenda kuondoa mateso yako. Sijajua unalia kwa ajili ya magonjwa, sijajua unalia kwa ajili ya watoto wako, sijajua unalia kwa ajili ya bidhaa zako, sijajua unalia kwa sababu maisha yako imeharibika. Naomba nikwambie usiku wa leo, yuko Mungu afutaye machozi, afutaye kilio. Ndio maana Daudi anasema, walitumaini na wewe ukawaokoa. Endelea kuweka tumaini. Ninaona wokovu wako umefika usiku wa leo. Ninaona wokovu wako umefika. Rudisha tumaini kwa Kristo. Bado hajashindwa. Bado hilo jambo halijashindikana. Bado huo ugonjwa hujashindikana. Bado ndoa yako haijashindikana. Bado uzao wako hujashindikana kupona. Bado Mungu hajashindwa kukupa mume. Bado Mungu hajashindwa kukupa mke. Bado Mungu hajashindwa kukupa uzao. Bado Mungu hajashindwa kukupa fedha. Geuza macho yako leo, utazame uso wa Bwana. Tazama msalaba. Msalaba wa Kristo umebeba majibu. Tazama macho yako, geuka, tazama msalaba. Iko neema nyingine naiona. Ndio maana mstari wa 5 anasema, walikulilia wewe ukawaokoa, walikutumaini wasiaibike. Ninakutangazia kwa jina Yesu Kristo, hautaaibika, 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 hautaaibika. Ninaona Yesu akifuta hiyo aibu. Na wewe sasa unanisikia, unatamani Yesu afute aibu. Naomba popote pale ulipo, na wewe inawezekana pia, ndani ya mkono wako unagusa sadaka yako, unamwambia Baba, naomba nisiaibike. Hayo madeni hatakuaibisha. Nasema hivi, hautaaibika kwa namna yoyote. Futa hayo machozi. Naomba inua mkono wako, sema, Baba yangu, Baba yangu, nimekuita kwa miaka mingi, nimekuita kwa muda mrefu, lakini wewe umesema ya kwamba sitaaibika. Mungu uliye hai, kama Daudi alikuita ukafuta kilio cha Daudi, na mimi nakuita tena, futa kilio changu, futa machozi yangu, futa vilio vyangu vya miaka mingi, kilio cha magonjwa, kilio cha ndoa, kilio cha kazi, kilio cha kutofanikiwa, kilio cha kutoinuka. Risandarabo kusha mandoro sakaraba kuria risandarama kuria. Omba, mwambie Bwana, niondolee aibu, futa aibu. Shandoro sakaraba rindarama kuria risakarababa. Baba 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 baba, futa machozi ya mwanamke,
futa machozi ya huyu mama, futa machozi ya huyu binti. Rinsandara makoria rikandara babasika. Ninaona nguvu ya Mungu, ninaona nguvu ya Mungu. Rindarababas rikarababasan rosandarabokoria risandaramamando rindarababasanda rosikarabababa rosandaramamarosa reserere rosandarabababa baba. Futa kilio cha mama huyo, futa kilio cha baba huyo, futa kilio cha binti huyo. Rindaranzandarabo shandarabakoria rinarabakoria basanda randarabakoria babasinda rindarabo shenderekere riandaro sandarababa riando sandorukoria rababa sandaramama riandarababa koria basanda rekandaraba sakarabo shandarababa koria masindarababa randara koria masanda resandarabo shandaraba riatarababa sanda randara koria baba setiri rinsantara baba riandara shanda rindara sakarabu shandara baba sekere katika jina la Yesu, katika jina Yesu, katika jina Yesu, katika jina Yesu. Baba kufute machozi, Baba kufute machozi, Baba kufute machozi, Baba kufute machozi, Baba kufute machozi. Mando sakarabate rata sandara shandara katara rata ramando rianda sakarabasha rikababa setara rata 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 risata rabosata mansanta raboshaka katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Roho Mtakatifu, asante, asante kwa neema katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Mtu mmoja aseme amina. Naomba popote pale ulipo, kamata hiyo sadaka yako, inua hiyo sadaka yako. Naona Bwana anaenda kufuta aibu, naona Bwana anaenda kufuta aibu, naona Bwana anaenda kufuta aibu, naona Bwana anaenda kufuta aibu. Sahi, naona Bwana anaenda kufuta aibu, naona Yesu anaenda kufuta aibu, naona Yesu anaenda kufuta aibu. Kamata hiyo sadaka, inua hiyo sadaka. Baba yangu, Baba yangu, katika jina la Yesu Kristo, ninatangaza kuanzia sasa, natangaza kuanzia sasa, natangaza kuanzia sasa, hiyo aibu yako ifutike katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Amen. Amen. Chukua sadaka yako basi itume kwenye 0756 934 903, na kama uko nje nchi anza +255 na sadaka utafika kwa M-Pesa. Na nichukue nafasi hii kuomba. Karibu sana kwenye madhabahu ya Mlango wa Ukombozi, ambako mamia ya watu yanakusanyika hapa kwenye madhabahu hii, na mkono wa Mungu unaenda kusaidia. Neema ya Yesu inaenda kudhibitika kwa namna isiyo kwa ya kawaida. Na nichukue nafasi hii kuomba usikize tangazo hili, na Mungu akubariki sana. Endelea kutufuatilia. Shalom, shalom, shalom. Projekti kubwa ya kununua vyombo vya kurusha ibada au madhabahu ya hewani. Bajeti yetu ni ya shilingi milioni 53,000 za Kitanzania, ambapo tutategemea kuikamilisha ifikapo tarehe 30 mwezi wa 10 2025, ambapo sasa tunategemea kununua vifaa vifuatavyo: kuongeza kamera 2 za kisasa zinazogharimu shilingi milioni 15 za Kitanzania, kuongeza kompyuta na laptop zenye uwezo mkubwa 3 zinazogharimu shilingi milioni 5 za Kitanzania, video mixer moja inayogharimu shilingi milioni 7 za Kitanzania, maiki za kisasa 3 zinazogharimu shilingi milioni 3 za Kitanzania, voice recorder moja inayogharimu shilingi milioni 2,250,000 za Kitanzania, keyboard ya kisasa ya kurekodi worship inayogharimu shilingi milioni 2,200,000 za Kitanzania, taa za mwanga high quality zinazogharimu shilingi 950,000 za Kitanzania, HDMI cable yani high definition media interference inayogharimu shilingi 650,000 za Kitanzania, sound card moja inayogharimu shilingi 700,000 za Kitanzania, stereo transmitter rinki inayogharimu shilingi milioni 12 za Kitanzania, transmitter power watts 500 inayogharimu shilingi milioni 7 za Kitanzania. Jumla ya vifaa vyote ni shilingi milioni 55,750,000 za Kitanzania. Ingia Agano leo kupitia sadaka yako
unayoguswa. Namna kujiunganisha kwa kutoa sadaka yako: M-Pesa 0756934903, jina Mrashan Edgar Tadeo. Lipa kwa simu Mix by Yasi 16309931, jina Mkombozi FM Radio. NMB akaunti 2401001119, jina The Gate to Redemption International Ministry. Na Mungu akubariki.